Mwana wa Mungu, ninakushukuru tena kuwa pamoja nasi kwa wakati huu wa kuchangia neno la Mungu. Nisaidie tena uandae moyo wako wakati tunajitolea kumtukuza Mungu pamoja kwa wakati huu ambao tumeujaliwa. Ninajua bila shaka hautajutia wakati wako. Ninaamini Mungu atakuzungumuza nawe utabarikiwa na utamtukuza Mungu unayemwamini. Kwa wakati huu jitahidi tena ufungue neno la Mungu, fungua Biblia takatifu ambamo tutapata neno la Mungu. Omba Mungu akujalie, akuazime masikio ya rohoni. Kwa hiyo tuchukue dakika hata moja au mbili ya kumachia Mungu atuongoze katika yote mpango huu, au kubali na kutuweka muhuri tumtukuze kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Baba yetu, kwa heshima na utukufu wa jina lako, tuna sababu kubwa ya kukutukuza tena kama Mungu na Mwokozi mwaminifu. Yesu, hatuna uwezo wowote pasipo wewe. Unabaki tegemeo pekee, unabaki msaada wa kuaminika. Mungu mwenye hawezi kutufezereesha kamwe. Uwe tumaini kwetu Mungu, maana kama isingelikuwa wewe, Israeli na aseme maadui zetu wangelitumeza hai. Lakini kwa sababu yako bado tunaishi na tutaishi tena kwa utukufu wa Kristo. Mungu mkuu na mwenye uwezo, ninatoa kipindi hiki wakfu katika mikono yako. Nasihi kwa heshima, mbingu zituhudumie, mbingu zituneneze, mvua ya baraka inyeshe katika mioyo yetu. Mungu, niruhusu tena nikutukuze na kuomba. Nimenyenyekea chini ya msalaba, nimenyenyekea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Mheshimiwa, nipewe kibali tena, nipewe ruhusa tena kukutukuza Baba. Nipe maneno ya mbinguni Yesu, najisikia sitaweza pasipo wewe. Huyu msikilizaji yawezekana hata elewa pasipo Roho Mtakatifu. Mungu mkuu, Mungu mzuri sana, ubarikiwe kwa kuwa wewe ni muweza yote na mfalme wa maisha yetu. Baba, wewe ni yote kwetu. Wewe umetumalizia mwaka wa 2025 kwa amani. Sifa zina wewe, utukufu wote ni wako. Baba, hatuwazidi kitu wale ambao hawako tena. Kama sisi tuko bado tunaishi, tunajitambua, tuna sababu ya kusema asante Mungu. Karibu tena utawale mwanzo hadi mwisho, tusikie uwepo wako kwa jina la Yesu. Nguvu za Roho wa Mungu zishuke, nyunyuza neema yako Yesu, tusikie kwamba hatuko wenyewe bali tuna Mungu pamoja nasi. Karibu Roho Mtakatifu kwa kujipa heshima zote. Amen. Mwana wa Mungu, karibu sana tena. Ninajua bila shaka uko tayari. Kama uko tayari, fungua neno la Mungu, fungua Biblia, humo ndani upate neno la Mungu. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 34 mstari wa 10 hadi 12, na kitabu cha Yoshua 9:24 na 25. Ninajua pale kuna kitu utapata na Mungu wetu atatuzungumuza. Karibu sana na ubarikiwe. Kama uko tayari, ninakusihi uwe nami pamoja chonjo, tusome maandiko matakatifu, tusikilize Mungu wetu tena anatuambia nini. Kwa wenye wako Amerika bado ingali 2025, kwa wenye wako Afrika, Australia, yani Oceania na Ulaya wamekuwa 2026. Ninawatakia wote heri ya mwaka mpya katika Yesu. Mungu ndiye alianza pamoja na sisi na ndiye pia amemaliza nasi. Utukufu, heshima, sifa, shukrani, mamlaka ni vyake milele. Mungu wetu hatutamchangisha hizi sifa na mtu. Hatumchangisha hizi sifa na yule aliyetutumia hela, yule aliyetusaidia na dawa, aliyetupatia chakula wakatununulia vazi. Hatutamchangia sifa za Mungu na Mungu kamwe. Kwa hiyo hizi sifa uzitenge, uzifanye za kipekee kwa ajili ya Mungu wako. Mungu kuna kile amekufanyia. Je, unakumbuka kwamba wengi wamepita na hatukuwazidi kitu, lakini sisi tunaishi ni kwa neema? Kama mimi na wewe tunasikiliza neno, ni kwa kuwa Mungu ameruhusu leo tulisikilize. Kama mimi na wewe tunaonana, ni kwa sababu Mungu ameruhusu tuonane macho kwa macho.
lakini wenyewe hawako tena, si kwamba walikosea, hasha. Neema kwao ya kupumua pumzi ya ulimwengu huu imeisha, wamekuwa katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa kuwa bado tungali katika ulimwengu wa macho, ulimwengu wa mwili, tuna sababu tena kumshukuru. Neno lake limesema kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Niongeze, kila ambaye amejaliwa kumaliza huu mwaka amsifu Mungu. Kama huu mwaka umeumaliza mpendwa, kumbuka kwamba ulikuwa na mambo mengi yenye masomo haingeshinda, yenye akili haingeshinda, yenye nguvu zako, ujuzi wa dunia haingeshinda, isingelikuwa mkono wa Mungu. Huo mkono imetufalia, mkono ule uliokausha bahari, uliosimamisha mto wa Yordani, ni mkono wa kuaminika. Mkono ule ulioongoza wana wa Israeli jangwani miaka 40 bila tatizo, ni mkono wa kuaminika. Kumbe asifiwe Mungu wetu kutujalia tena na kutukubali tumtukuze. Mungu atusaidie tena tuwe pamoja tukimupa Mungu sifa zake na heshima. Kabisa najisikia niseme mengi kuhusu utukufu wa Mungu. Hapana tu kuletea Mungu kitunga cha mahitaji. Mungu anapotenda wewe unakimbia zako unaenda. Hapana, Mungu akitenda rudi mwambie asante Mungu, umenitendea wema na kushukuru. Na mimi niko mmoja wa wale ambao wanarudi kwa Mungu kusema asante Yesu, mwaka mpya huu nimeufikia na lisifu jina lako. Siku 365 sio mchezo. Hapana, gisi zinaongezeka ndivyo maisha yako iko naenda nashuka. Kama ungali kijana unaona kama nguvu zinakuja, lakini jua kwamba uko na wewe na uko na didimia. Mgomba unaanzaka na kadogo hivi, kinafunguka, gisi kinafunguka ndivyo tena kinakunja na kinakauka. Ndiye mtu tu. Imefanywa vile, ni hali ya dunia. Mwanadamu na ua ni kitu kimoja. Mwanadamu na moshi ni kitu kimoja. Ni nini tunaweza kujivunia kama sio Kristo ndani yetu? Kwa hiyo tuchangie hili neno. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wake wa 10 hadi 12. Pale kuna maneno mengi, lakini nisome tu mistari miwili hii tu. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hésiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Hapa tunapata mataifa 6. Tukienda kitabu cha Kutoka, kitabu cha Yoshua sura yake ya 9:24. Yoshua 9 mstari wa 24. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait apporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juge de nous. Non, comme tu traiteras beau et juste de nous traiter. Amen. Comme tu trouveras beau et juste de nous traiter. Amen. Ninaongelea neno hili na kichwa cha ujumbe kinahusu kutisha kwa ajili ya Mungu, au kutisha kwa sababu ya Mungu. Ninakutakia kwa jina la Yesu, gisi umeanza mwaka huu wa 2026, utishe, lakini usitishwe kwa jina la Yesu. Uambie mwenye mko nasikiliza neno la Mungu pamoja, mwenyeko karibu na wewe, umwambie 2026 inspire de la crainte à tes ennemis.
et que tes ennemis ne t'inspirent pas de la crainte au nom puissant de Jésus. Wewe utishe maadui zako, lakini maadui zako wasikutishe kwa jina la Yesu. Ndilo neno tutagusia kwa wakati huu. Tisha bali usitishike. Mwaka huu ninakuombea kwa jina la Yesu, utishe lakini usitishike. Mungu ametuwezesha, tumeumaliza mwaka kwa amani. Siku 365 zimeisha kwa neema, kwa kujaliwa na Mungu, si kwa kuweza, si kwa kujua, si kwa pato, lakini tumejaliwa tu. Mungu bado ana haja yetu. Mungu bado anatuazima pumzi ya uhai, na hii pumzi tunayo sio yetu. Kwa mwaka huu tumeuanza, mwaka huu ambao tumeweka mguu ndani, sio kwamba ni mwaka wetu wa kujiamulia kutenda kile tunatenda. Najua wanasayansi wameshapanga, they have their personal plan of action for this year, even 20 or 30 or 50 years ahead. Lakini hiyo ni mawazo yao, hawajue nini itakayofanyika, maana Bwana wa nyakati na majira ni Mungu. Na mimi nakujia kwa imani kwa jina la Yesu, kwa kuwa Mungu ni Bwana wa nyakati na majira maishani mwako, na wewe ninakuletea neno la imani kwamba utishe bali usitishike. Ni nani anayetisha? Anayetisha ni mcha Mungu, anayelinda maisha matakatifu na mwenye kusimama imara katika imani. Anayetisha ni mwenye kumtegemea Mungu tu. Hata wengine wote watayumba, hata wengine watalalamika, watanyangua mizigo na wakimbia wahangaike, wewe uliye ndani ya Yesu hautababaika, kwa kuwa Bwana ni ngome na kigao chako. Mwaka huu ninakutakia utishe lakini usitishike. Tunajifunza hili neno kitabu cha Kutoka sura 34 mstari wa 10. Tunaona hili jibu ambalo Mungu mwenyewe amemupa Musa. Hapa tunapata Mungu ana renouveler alliance na taifa la Israeli. Hapa tunaona hii kufanywa upya wa agano la Mungu kwa taifa lake. Na wewe ninakuombea Mungu atengeneze, afanye agano mpya na maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, akupe agano jipya kusudi uanze huu mwaka na umalize pamoja na yeye. Huduma yako sio agano ulio nayo na Mungu. Kazi yako, pesa yako, elimu yako, nguvu na akili, kimo, umri na urembo wako haijawa ndiyo agano unalo na Mungu. Kwa uwezo wa jina la Yesu, pokea agano mpya uanzapo mwaka mpya, na uanze agano mpya na Mungu kwa jina la Yesu. Message ninakuletea, utishe pamoja na Mungu maadui zako, uwatishe bila wewe kutishika. Na unapofanya au unapopewa agano mpya na Mungu, ndipo utakuwa na mamlaka, uhodari na ujasiri wa kutisha, sababu unatembea katika upya wa maisha, hautembee katika utu wa zamani. Ninakuombea utembee na agano mpya, mwaka mpya na agano mpya na Mungu, mwaka mpya na ahadi mpya ya neema, mwaka mpya na neema mpya, mwaka mpya na akili na mawazo na mipango mipya pamoja na Mungu, mwaka mpya na hali ya maisha mapya ndani ya Yesu. Israeli, wakati Musa alitoka mara ya kwanza mlimani, anakuja na vibao vya amri 10 za Mungu. Musa aliposogelea, agasikia kelele za watu wakiabudu ndama ya dhahabu. Musa alipokaribia, kwa sababu ya hasira, akaangusha zile amri kwa hasira, zikavunjika. Biblia inatuambia kama Mungu alimwadhibu kwa kuwa ilikuwa ni wivu tukufu, ilikuwa ni hasira takatifu kwa ajili ya Mungu. Mungu ambaye amenena nami mlimani, amenipa na agano, amenipa na amri zake. Munamuacha, munaona kwamba
ambacho mnajitengenezea ndiye Mungu. Watu wengi wamependelea waabudu kiumbe kuliko waabudu muumbaji wao. Watu wanamfuata Yesu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya vitu. Hawafuate huyu Yesu anayepana vitu, lakini wanafuata vitu vya kuoza vya dunia. Musa alipoona kwamba watu wamemwacha Mungu, wamemwingiza na Haruni katika makosa, amewatengenezea ndama ya dhahabu, akavunja vibao vilivyokuwa na amri zilizotoka mbinguni. Vibao vinatoka mbingu na amri zinatoka mbinguni. Mara ngapi mwanadamu unapoteza neema kwa sababu ya ukatili wa moyo wako? Mara ngapi? Kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kujizani kwamba wewe ni tofauti na wengine, kwa sababu ya majivuno, wewe unapoteza neema ya mbinguni. Vibao hivi vinaharibiwa, vinavunjika, na amri wanazipoteza. Mungu kwa kuwa ni Mungu wa huruma, akamwambia Musa, urudi tena, lakini uje na vibao vyako. Vibao vya mbinguni vimeharibiwa. Mungu hamupi vibao vingine. Wewe utengeneze vyako vibao, ulete, mimi nitakuandikia, lakini wewe utengeneze vibao. Ni nini? Neema gani ile tumepoteza? Neema ya vibao vya mbinguni inaharibika. Inabidi sasa Musa ndiye akatengeneze vyake vibao vya akili, vya ujuzi na utaalamu wa dunia, alete. Mungu atavikubali, waandikie pale. Na ndio maana unaona hata na vitu vingi watu leo wanavifanya kwa jina la Mungu, kwa jina la Yesu. Mungu ni kama anawaangalia, anaona kile wako wanatobanga, anaangalia. Na vingine kwa kuwa ni Mungu wa huruma, anarehemu tu, lakini siyo ndiyo makusudi yake. Musa anakuja na vibao vya wanadamu. Mungu anamwandikia amri 10 gisi taifa lake litakavyoenenda na kujielekeza ili wafike kwenye wako wanaenda kwa mkono na mpango wa Mungu. Sasa Musa alipofika mbele aende, Mungu alimwambia kwamba mtu yeyote asisogelee mlima, na akaweka mipaka kwamba kitakachosogelewa, iwe ni kiumbe, iwe ni binadamu, iwe ni mnyama, utauawa kwa mawe. Musa akaenda na gisi alikutana na Mungu. Alipokutana na Mungu, Musa akanyenyekea, Musa akasujudu, akasema, wewe ni Mungu mtukufu, mwingi wa huruma, si mwingi wa hasira, unayesamehe dhambi, unayerehemu hadi vizazi 1000 na kuadhibu makosa ya watu kwa kizazi cha 3 na cha 4. Mungu anaadhibu. Lakini Musa akasema, Mungu, ninakujua kama Mungu unayesamehe dhambi, na mimi nakuletea habari za Mungu anayesamehe dhambi, Mungu mwingi wa huruma, Mungu anayesamehe ukitubu kwa kweli, atakupokea upya na kukuondolea na kukutengenezea maisha mapya. Maana makusudi ya Mungu, anataka alete agano mpya, alete makubaliano mapya na wewe, akusamehe ya zamani ya 2025 ipite, aanze na wewe mambo mapya. Ninakuombea mpendwa, usitembee kwa hali ya utu wa zamani. Mwaka mpya, tembea katika upya wa maisha pamoja na Mungu, kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ndani ya akili yako weka kistari hii neno, kutembea katika upya wa maisha na Mungu kwa mwaka mpya huu. Kutembea na agano na ahadi zipya za Mungu kwa mwaka huu mpya wa 2026, ahadi mpya, neema mpya, kutembea katika maisha mapya, baraka mpya, kwa jina la Yesu. Maono yako itafanikiwa. Basi Musa anatayarisha, na mlima umetakaswa kabisa, hakuna kinachosogelea. Musa alipofika, anasujudu, anasema, Mungu mtakatifu, mwingi wa huruma. Mungu alipomaliza kumwandikia, akamwambia, okay, ninakupa hivi vibao, na mimi Mungu ninawatakia mchike maagizo zangu, nami Mungu ninawaahidi kwamba nitawafanya tofauti, nitatenda mambo makuu ambazo sijawahi kutenda kwa taifa lolote chini ya jua, kwa jina la Yesu, na wewe ikutendekee.
uko rafiki wa Mungu, subiri miujiza mwaka mpya kwa jina la Yesu. Unamtegemea Mungu, subiri ishara zifuatane na wewe kwa jina la Yesu. Unampenda Mungu, naye atakupenda. Unamheshimu Mungu, na Mungu naye atakuheshimu kwa mwaka mpya huu. Unabadilisha hali ya maisha yako, na Mungu naye ataonekana mwema zaidi kwako huu mwaka. Kilichokushinda mwaka huu unaopita, huu mwaka ambao unauanza, ninakuahidi kwa jina la Yesu, ukitembea na Mungu utafanikiwa. Hakuna kitakacho kupinga. Hakuna. Yote yawezekana katika imani. Hakuna kinachomshinda Mungu. Malaika akamwambia Maria, hakuna kinachomshinda Mungu. Injili ya Luka 1:37. Hakuna kinachoshindikana pamoja na Mungu. Hakuna. Nini nitakushinda? Nini nitakutenga na upendo wa Mungu katika mwaka huu mpya? Kama wewe utamwacha Mungu kazi yako, lakini mimi nakuletea siri ya kutisha, ni kutembea na Mungu. Siri ya kutisha ni kulinda maisha matakatifu. Siri ya kutisha ni kusimama imara katika imani. Hakuna kitakacho kupinga. Wengine watalia, wewe hautalia. Wengine watahangaika, wewe hautahangaika, kwa sababu Mungu ameahidi kuwa mwaminifu kwa walio waaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mpendwa, mwana wa Mungu mwenda mbingu, Musa, Mungu akamwambia, kwa hiyo nitafanya mambo makuu, nitafanya maishara ambazo sijawahi kutenda, na haya yote nitayafanya kwa mkono wako wewe Musa. Lakini jihadharini, taifa langu. Mwaka mpya mpendwa, jihadhari mara 7 wewe kuabudu miungu. Jihadhari kufanya agano na Wahiti, Waebusi, Wahevi, hivi vizazi wa Amori, wa Kanaani. Mungu amekukataza kwamba usikubaliane, usifanye agano yoyote na Wahiti, Waamori, Wakana, Waferezi, Wahevi na Wayebusi. Mungu amekukataza. Kama utafanya makubaliano nao, kama utawaiga, Mungu amekwambia kwamba wewe usifanye ahadi yoyote au makubaliana nao, maana wewe ukikubaliana nao watakuwa mtego ya kukuangusha. Wewe utawafanya marafiki zako, lakini ni wale watakao kuachisha Mungu. Usiabudu miungu yao, wala usijichongee sanamu. Wewe usiige wa mama wengine huu mwaka, kwa kuwa wengine wanafanya hivi. Wenzetu wa mama wako hivi, wewe baba wengine, wenzetu wa baba wako hivi. Utajilaani, utavunja ndoa yako kwa kuigaiga. Uwe wewe gisi ulivyo. Be you, don't be others. Ukiwa mama kama mama fulani, ndoa yako itahatarika, japo wewe ni wewe, yule mama ni mama, yeye gisi alivyo. Wewe ni baba gisi ulivyo, na yule baba naye ni gisi. Usiige mtu, uwe wewe gisi ulivyo. Ujilinganisha na neno la Mungu, hapana na wenzako binadamu. Huu sio mwaka wa kuigaiga matendo za wengine. Iga neno. Mungu anamwambia, ninakupa agizo, ninaamuru baraka zangu zikufuate. Ninaahidi kwamba nitakubariki kote utakakoenda, na kila kenye utafanya nitakibariki. Musa, kwa mkono wako nitafanya mambo makuu, nitafanya maishara mengi. Lakini sasa wewe usifanye makubaliano yoyote na hivi vizazi visita ambavyo utakavyovikuta, maana wao ndio, ukikubaliana nao agano yoyote, na ndio mtego wako. Kuna watu wengine wana udhaifu wa marafiki sana. Mpendwa, rafiki mubaya uharibu tabia njema. Wewe unaweza jizani kwamba utamgeuza, lakini ule rafiki naye yeye kiasi unamsikia kiasi anakuharibu. Ikiwa ni rafiki mzuri mnayejengana naye katika mazungumzo, uendelee naye. Lakini kama ni rafiki mshawishi, wewe unawaza utamshawishi na anawaza atakushawishi. Kama ukikokota sana inakatikaka, au kama hawikati inabidi mmoja akokote mwingine.
Kila nikwambie, Mungu amekwambia huu mwaka kwa mkono wako wewe atafanya mambo makuu. Lakini kila ninakwambia kama shauri, Mungu amekukataza agano lolote na vizazi vya nchi. Sawa? Musa akamalizana. Mungu anamwambia wewe urudie sasa, na kama unarudia uende waambie wanangu kwamba wasikubaliane, wasifanye makubaliano yoyote, agano yoyote na Wahiti, Waamori, Wakanani, Waferezi, Wahevi na Wayebusi. Wasipime, maana ile itakuwa ndio mtego ya maanguko yao. Mungu anakupa warning huu mwaka. Amekuahidi baraka. Baraka za Mungu ndizo zinatajirisha. Wewe utumike kwa bidii. Panga na Mungu. Wewe tumika, tegemea Mungu, mshirikishe Mungu, utafanikiwa. Usitumainie mwanadamu huu mwaka, tumainia Yesu wako. Sasa yeye Musa akawapelekea na akawaambia maneno ya Mungu. Mungu ameahidi kwamba kwenye tutaenda atafanya maishara, na kote kwenye tutapita tutatisha. Lakini siri ya kutisha kwetu eti tusifanye makubaliano na vizazi vile vya nchi hii. Watu wa kizazi hiki ni watu hatari. Kitabu cha Warumi 12:1 na pia 2, neno la Mungu natuambia tusifananishwe na watu wa vizazi hivi, bali tubadilishwe nia zetu na akili yetu igeuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Badilisha. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Badilishwa kwa upya, kugeuzwa mpya nia zako. Badilisha nia za 2025, usizibebe ndani ya mwaka huu wa 2026. Yawezekana 2025 ulikuwa mwenye kukiri madhaifu. Huu mwaka wa 2026 usikiri madhaifu. Huu mwaka hauko mwaka wako wa kuogopa, hauko mwaka wako wa kutishwa, ni mwaka wako wa kutisha ukiwa na Kristo ndani yako. Wewe amini tu. Useme kwamba neno la kwanza unalisikia katika mwaka huu ni kwamba mwaka huu sitatishika, lakini nitatisha. Kote kwenye nitaenda sitakanyangwa, nitakanyanga. Kote kwenye nitaenda sitashindwa, nitashinda, maana Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Wakolosai sura 1:27, Kristo ndani yangu, ninatembea na Kristo wangu, ninajua utukufu unanifunika, utukufu wake unaniangazia, utukufu wake unanitetea, utukufu wake unanishindia, utukufu wake unaniinua, utukufu wa Mungu unanipigania. Na kile nitapanga, nikijipanga pamoja na Mungu kwa makusudi na mpango na mapenzi ya Mungu, nitafanikiwa tu, ikiwa tu ninatembea na Mungu katika imani na maisha matakatifu. Basi Musa anasikia. Twende tuone Yoshua alifanya nini. Yoshua aliingia na taifa la Mungu katika nchi ya ahadi, Kanani. Mungu anawaongoza mpaka wanaingia Kanani, wanavuka mto Yordani. Wamoja wakabaki katika bonde la Yordani, wakaendelea tu kuchukua, kumiliki, kukomboa mpaka wanaendelea mpaka kuta la Yeriko wakaliangusha. Aliyeingia na taifa la Mungu ni Yoshua. Musa alipewa ahadi hii na Mungu anamwambia nitatenda na wewe, nitatumika na wewe mpaka hao watu wakishona wafikisha. Lakini kwa kuwa mwanadamu ni mwanadamu, alishindwa njiani, basi Mungu akamua amchukue, amwazibu kwamba haingie tena. Musa alibembeleza Mungu, ninakusihi Mungu niruhusu. Mungu akamwambia hapana, haitawezekana tena. Mungu alijua yawezekana angeabudiwa. Leo wako hata wakati wa Yesu alikuta watu wanashika torati za Musa kuzidia torati za mbinguni. Mungu alijua, na alipoteza hata na kaburi ya Musa. Hakuna mtu atakwambia Musa alizikwa hapa, anasema uongo. Wengine wana desturi ya kuvua na viatu mbele ya kuingia mahali pa sala. Sababu gani? Musa aliambiwa avue viatu. Wao hiyo ndio usafi wao, wanajua kwamba inabidi waabudu wanavua viatu. Lakini viatu vya rohoni, viatu vya maisha ya dhambi, ndivyo inaitwa sisi tuvue. Musa hakuingia
Mungu akamwambia, wewe umwandae Yoshua. Yoshua anaendelea na taifa kwa mkono wa Mungu, anavuka na taifa la Mungu mto Yordani. Aliingia mto Yordani, wa makuhani wanatangulia katika bahari, katika mto, maji yakasimama. Wakati maji yalisimama, taifa la Mungu likapita. Na kumbuka walionifuata siku zilipita, niliongea gisi gani pamoja na Mungu tutatenda mambo makuu kwa mwaka huu wa 2026. Na kuahidi kwa jina la Yesu, ukitembea na Mungu utatenda mambo makuu ambayo akili, nguvu za mwili na za akili na za jamaa lako na pesa zako hazingetenda. Pamoja na Mungu fanikiwa kufanya mambo yenyewe haungeweza kama wewe. Na pamoja na Mungu, Yoshua naye maji yalitii yakasimama. Siendelee sana kufasiria ishara iliyotendeka pale, lakini waliingia. Walipoingia kule mbele, maana Mungu alikuwa ameahidi kwamba watatisha. Na mimi nakuletea ujumbe wa kutisha, hapana wa kutishwa. Kwa jina la Yesu, uwe mwenye kutisha huu mwaka. Kama hautishe, maana yake hauko na Mungu, hauko pamoja na Mungu. Cheo chako hakitatisha, huduma haitatisha, hata ungefanya miujiza ile haitatisha. Utisho huo unatoka mbinguni. Na ndio maana watu wengi leo wako naenda tafuta utisho, nguvu za kutisha, kuliko waziazime kwa Kristo. Wanaenda kuzimuni, wanaenda tafuta namba za ulimwengu wa giza. Bwana, unafanyaka aje kusudi kanisa lako lipate watu? Wewe unafanya aje kusudi watu wapokee ishara fulani, kusudi miujiza ifanyike kanisani? Wanaigaiga. Njoo uko naona watu wa leo anatumika kama fulani, na watu wa leo wanapenda atumike kama fulani ili ule awe ndiye mzazi wake wa kiroho, kuliko awe mwana wa Roho Mtakatifu. Maana wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndiyo wana wa Mungu. Lakini tunataka sasa tuwe wana wa watu ambao wanatuinspire nguvu zao, hapana nguvu za Roho wa Mungu. Sasa ile ninataka nikwambie, utatisha ukiwa pamoja na Mungu. Mungu aliahidi, na kama Mungu aliahidi kwamba kote mtaenda mtatisha, hauna sababu ya kwenda kuazima nguvu za utisho. La, pamoja na Mungu utatisha kwa jina la Yesu. Mungu ameahidi utatisha. Mungu ameahidi hawatakuchezea. Yeye alinena na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliahidi wewe utatisha. Musa aliambiwa. Yoshua naye anaenda na taifa la Mungu, anatembea katika ahadi alizozipewa Musa. Wewe mwana wa Mungu, una ahadi gani kwa kuanza mwaka? What promise do you have? Pokea hii kama ahadi yako ya kwanza ya kuanza mwaka kwa jina la Yesu. Ahadi yangu mimi, sitatishwa, sitatishika, mimi nitatisha. Ukipita tu utishe kwa jina la Yesu. Ukinena tu utishe kwa jina la Yesu. Wakisikia hata jina lako linatamkwa, utishe kwa jina la Yesu. Tisha. Inspire de la crainte. Partout tu passeras. Partout où on parlera de toi. Kote watakapo kutamka wewe, ninakuombea utishe kwa jina la Yesu. 2026 tisha. Mwambie mwemko na wewe tisha. Hapana utishike. Kutishika ni balaa. Na ndio maana kazi ya kwanza ya shetani, anatishaka mtu, anamuingiza oga ili amupate. Usishangae kama mtu tu hawezi kaaminia hata. Kanaweza kutisha bonge, jitu. Kama jitu linatishika, kama mtu kadogo tu ambacho hakatishiki, kanaweza kuliangusha lile jitu. Daudi kitu gani alifanya kwa kuangusha Goliati? Goliati akamtisha. Ona kitoto kizuri. Nani anakudanganya? Mbona leo ndege wa angani watakula macho zako wewe? Alianza mtisha. Daudi akamwangalia akamwambia, wewe ni nani unayezarau taifa la Mungu wa kweli? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unajizani nini? Nataka leo ujue kwamba
wokovu wa Mungu haupatikane kwa wingi wa silaha. Wokovu wa Mungu hautapatikana kwa kuwa wewe huu mwaka utapiga ma overtime, na kwanza hizo overtime ni Mungu atakujalia upate hiyo afya ya kwenda kuzipiga. Daudi anamwangalia, wokovu wa Mungu haupatikane kwa kimo ndefu. Hata ungekuwa very giant, ujue kwamba haimaanishi kwamba wewe ni shujaa wa kutisha, shujaa wa Kristo. La, yeye Daudi hakutishika, moyo ukasimama imara. Akamwambia, wewe unanijia kwa mkuki, unanijia kwa silaha za dunia. Ujue kwamba hizi na Sauli naye alikuwa nazo, alinivika nazo nikazikataa, maana ni kwangu niliona kwamba ni silaha ngeni, sikujisikia nizitumikishe, maana ni ngeni, na sitaweka tumaini langu ndani ya silaha za dunia, ndani ya pesa, ndani ya masomo, ndani ya majengo, ndani ya vitu vya fahari vya ulimwengu. Hata nina gari nzuri, sitaliamini, maana magari mapya zinauwaka na wenye za zamani Mungu anawaneemisha wanaishi. Kumbe sitaweka imani. Wao wanataja magari na mafarasi na mapunda za heshima, lakini mimi ninalitaja jina la Mungu aliye juu huu mwaka, kwa jina la Yesu. Daudi akajitahiri, wanazungumza mbele, watumikishe vifaa vya kazi vya vita. Tisha ni kutishi. Okay, uwezo wa neno, imani yako ikisimama tu, ninakwambia shetani hata kupinga, hata neno mnasema mumtii Mungu, mumpinge shetani, atawakimbia. Hiyo siri tumeipewa. Utapinga shetani kwa jina la Yesu. Daudi amekuja katika kutii na imani yake, anaogota mawe zake 5, anajua ninaenda na hizi. Kila jiwe analipa jina, anajua kwamba okay, naenda, Mungu wangu atanipa uwezo tu. Kwa imani ninayo, nina matumaini ya kweli, ninajua ninakutegemea Mungu wangu, ni utanipa wokovu. Haleluya. Utanipa wokovu. Yote ikawa imefungwa na fungo moja. Kiganja kina vidole 5, lakini chote ni kiganja kimoja chenye uwezo. Naenda na nitakapogusa ndani ya mfuko, nitafunga jiwe moja, litafunga kiganja, na lile jiwe litanipa uwezo wa kuangusha ukafiri asiye mcha Mungu. Wenye kutumainia irizi waitumainie, lakini wajue kwamba ni Goliati mbele ya Daudi. Usitishiki, tisha kwa jina la Yesu. Okay, na akamwambia, ninakuahidi leo, wewe Goliati, leo ninakuahidi kwamba nitakukata kichwa, na watu wote watajua kwamba Israeli ina Mungu wa kweli. Goliati anajiandaa, mwenye kushika ngao yake, mwenye kushika vifaa vya kazi. Wanajua kwamba hapa vita leo ni hatari. Taifa la Israeli wako upande, la Filistini wako upande. Wanaangalia hawa majemedari, majabali wawili, Jabali Daudi na jemedari au jabali mwingine huyu Goliati. Acha wakutanane, mmoja mrefu mwingine mfupi, mmoja mzee mwingine kitoto. Haya, okay, si kwa majeshi wala silaha tunashinda vita, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu ili tushinde shetani. Amen. Daudi ameahidi kwamba atakata kichwa, na akaifanya. Utukufu ikamrudia Mungu. Israeli wakajimwanga ndani, wakajilipizia kisasi. Taifa la Wafilistini, majeshi la Filistini walisambana, wengine walichinjwa, sababu Daudi alitisha, aliyekuwa akitisha taifa la Mungu. Na mimi nakuahidi kwa jina la Yesu, Goliati aliyekutisha huu mwaka uliopita 2025, 2026 hata kutisha. Amini tu. Amini tu. Amen. Yoshua alipoingia na kamata mji wa Yeriko. Ilikuwa ni mji mgumu kukamata. Ilikuwa inazungukwa na ukuta. Ukuta isikutishi.
baraka zako Mungu atakufungulia kwa jina la Yesu. Hakuna hata wakapsile je, hata uplastifie je, hata waambale baraka zako je, Mungu atazifungua na utashuhudia ukubwa wake. Hata ziwe mbali, zitakusogelea tu. Mungu analeta kilicho mbali kuwa karibu. Mungu anafanya kisichojulikana kujulikana, kisichotambulika kwa akili na macho ya mtu. Mungu anakifunua wazi. Siri ya Mungu hauyaijua. Wewe tembea tu na Mungu, utaona kile atafanya. Hautamfundisha kazi, wewe tembea naye tu, utaona ukubwa wake. Amen. Basi wanachukua mji wa Yeriko. Kwa ishara za Mungu ukuta ulianguka. Okay, Ai nayo wanasema Ai ni kimuji kidogo kama chenye watu 3,000 sijue. Okay, watu ichukua muda mdogo tu. Okay, sawa, walifika kule wakawapiga kwa kuwa waliingiza kosa la wao huyu mtu mmoja huyu ambaye amekosea. Mungu anaadhibu wengine wote sababu ya huyu mmoja. Sasa wakaja kugundua kwamba kumeingia infiltration. Kuna mwenye alichukua kitu ambacho angekichukua. Amen. Sasa walipouliza Mungu, Mungu akawafunulia kwamba katika kizazi cha Zerashe huyu kunaenda tokea kitu kigeni. Sasa na kisi walienda kupata mhusika. Mungu akawaambia, mmepata sasa sababu ya shida, mwende tena, nitaenda na nyinyi. Na kisi walipiga mji wa Ai wakauteketeza kwa moto. Sasa kumbe kwa kuwa wamekuja wanatisha, watu wa Gabaoni wamesikia. Watu wa Gabaoni walisikia na kote. Ndio maana hata mfalme Balaki alimuita Balamu amlaanie lile taifa kwa kuwa amesikia watu wenye mtisho, watu wenye shindo, wenye mungurumo kama mingurumo za mbinguni. Walaani. Hakuweza. Ni nani atakaye kulaani huu mwaka? Wewe umebarikiwa na hakuna atakaye kulaani kwa jina la Yesu. Nani atakuwa na Mungu amekupa uzima? Mungu amekupa uzima tele, hakuna atakaye kunyang'anya nao. Mungu amekuinua, hakuna atakaye kushusha. Mungu amekuheshimisha, hakuna atakaye kudharau kwa jina la Yesu. Basi watu wa Gabaoni na ujanja wao wanajua kwamba okay, na sisi tunakuja. Wao wakaandaa watu waende kwa ujanja, wakutanane na wazee wa Israeli, wafanye nao agano. Mungu aliwaambia wasifanye agano na vizazi watakavyo vikuta Kanaani. Kumbuka Mungu alikuambia nini? Kumbuka kwa nini umemaliza huu mwaka? Kwa nini? Na kama kuna kenye kilikushinda, kumbuka kwa sababu gani. Fanya ukaguzi, fanya personal self evaluation, fanya evaluation personnelle. Useme mwaka uliopita nilitembea hivi, ile recapitulation evaluation. Okay, sitaki binifikie tena mwaka mpya, nataka nianze upya, agano mpya. Kama Mungu ameambia Musa, ninataka nifanye agano mpya na taifa langu, uje tena nitawaandikia, uje na vibao sasa nitawaandikia hii agano na ifanya upya kwa ajili yenu. Na mimi nakuombea agano mpya huu mwaka kwa jina la Yesu. Sasa hao watu wa Gabaoni wanakuja na ujanja. Ujanja wa Gabaoni ni nini? Ni kwamba wawainfiltre. Nini na kuinfiltre? Sasa Yoshua hakukumbuka kama walimkataza asifanye agano yoyote. Kumbuka huu mwaka mpendwa kwamba ujumbe wako wa kwanza ambao unaupata saa hizi, usifanye agano ya mizimu. Epuka rafiki mubaya huu mwaka kwa jina la Yesu. Epuka mashauri mabaya. Epuka kuigaiga. Epuka ukuuliza ambaye unajua hawezi kusaidia. Epuka kufanana na watu wa leo. Epuka tamaa sana, itakufanya maskini. Amen. Yoshua wakaleta wale watu wakakuja wakamwambia, tunatoka mbali na tunakuja kufanya na nyinyi makubaliano kabisa, msitufanyie kibaya.
Yoshua saliona, na wazee wanasema ndio hawa watu kabisa wako très gentil, na wakawadanganya. Ona vyakula vya safari tunaleta, vingine vingali moto, tulikuja tunavifunga vizuri, nguo zimechanika, walikuja wamechana wamepasua nguo zao. Wangapi leo wanajifanya kama malaika wa nuru maisha yako, lakini wanataka wakuharibu? Wangapi? Isingelikuwa wewe kama tushaka kufa, kumbe na yeye iko na kuchawika. Wangapi leo wananena hata na kwa lugha, kumbe lugha ni ya mizimu. Wangapi leo wanavaa mavazi za heshima, kumbe ni watu, ni mbwa mwito. Wangapi? Hawa watu nao walikuja wanajifanya kama watu wema. Wangapi wamejifanya wema ili wakuharibu wewe, uanze lia na ujute maisha yote. Uwe makini, uwe mwerevu kama nyoka, lakini usiume kama nyoka. Uwe mpole kama jiwa. Njiwa ni pole, uwa ni mtaratibu sana. Nyoka ni makini, inatereza. Lakini wewe umekataza usiwe na ukali na hasira na wivu wa nyoka. Basi wakawasikia, wakasema ndio, wakakubaliana, tunafanya agano na nyinyi. Na Mungu aliwakataza hata kuowea wana wasioweane, maana itakuwa mtego wa kuingizia miungu katika hata ndoa zimeingia. Kuna wengine unaoana nao unaingiza miungu. Nasema ndoa ya akili, siseme ndoa ya kimwili. Mnapatana, mnaoana mawazo yenu, na wanakuharibisha maisha yote. Ulikuwa unafanikiwa, ufanikiwa tena, kuna mtu mliowesha mawazo naye. Yesu atusaidie na tusamehe. Basi kisha siku 3 wale watu wako pale wakagundua kwamba ni majirani wa Gabaoni. Wanajua kama Gabaoni ndio itaanguka, kisha wakajua kama kumbe ni majirani wa espion, majasusi wa kuzimu. Shetani ametuma majasusi na makanisani. Shetani ametuma wa espion kanisani, wa infiltrate makanisa, wainfiltrate vyumba vya maombi, lakini pigo la Bwana laja zidi yao kwa jina la Yesu wasipoacha. Wajasusi wa kuzimu wanamjia Yoshua na taifa la Mungu. Kisha siku 3 na kuombea ujue ishara yako, Mungu akufunulie siri ambayo ulikuwa haujui. Maana kama haujui utaumia, ni rafiki yako. Na ndio maana rafiki wa leo ndiye adui wa kesho. Kama Mungu hakufunulia ni rafiki gani? Wende uangalie adui wenyewe uko nao walikuwa kwa rafiki zako. Kumbuka, maadui wengi uko nao, wengi wao walikuwa rafiki. Kumbe uwe makini kwa kuchagua rafiki. Na uulize Mungu, huyu ni rafiki yangu au ni adui wa kesho? Wengi wa marafiki leo, wengi wa maadui kesho. Bwana tuwezeshe. Basi wamewesha waingilia, lakini wakajua nyuma, wakagundua, wakawaita, kwa nini mmetudanganya kwamba mnatoka mbali, japo nyinyi muko wahevi wa hapa Gabaoni? Kwa nini? Njoo hiyo vesi tulisoma, na ndio vesi tumetoa ndani ujumbe wetu wa leo. Kitabu cha Yoshua, Yoshua 9:24. Neno la Mungu linasema, Josué 9 verset 24. Il répondit à Josué, maana Yoshua alisikia hasira, akawaita, kwa nini mlitudanganya? Kwa nini? Na ndio maana siku mtu unagunduaka udhaifu, ubaya, ujanja wa mtu uliyemwamini, inaumiza sana moyo. Inaumiza sana. Heri mtu ambaye haumwamini akusaliti, lakini mtu ambaye unamwamini sana akikusaliti, unaumia, kidonda kenye kinakuumiza vikali. Sasa nao ulikuwa umewaamini, kwa nini mlitudanganya? Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants.
et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Teme yangu, votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Uwepo wako wewe imewaletea uoga mkubwa mpaka hawasinzi yake tena juu yako, maana unatisha. Kwa jina la Yesu utisha wako uongezeke. Uwepo wenu, ujio wenu wametuambia kama mnakuja. Na uwepo wenu sasa tuliwasikia, tulitishika. Hatuna amani, hatulali, tunajua kama sisi kesho tunaanguka mikono yenu. Mungu pamoja nasi ni tumaini la utukufu. Kitabu cha Wafilipi 4:13, neno la Mungu nasema ninaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4:13. Warumi sura yake ya 8:37, neno la Mungu linatuambia nini? Dans toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Huu mwaka sisi ni zaidi ya washindi katika Yesu aliyetupenda kwa uwezo wake. Sisi ni zaidi ya washindi, sisi ni zaidi ya watishao. Tutatisha sababu ya Yesu aliye ndani yetu. Katika yote sisi ni zaidi ya watishao. Huu mwaka tutatisha. 2026 tisha pamoja na Mungu kwa jina la Yesu. Kote kutapita utishe. Kivuli chako kitishe, harufu yako itishe, sauti yako itishe, maneno yako itishe. Kila kenye utafanya utishe kwa jina la Yesu. Huduma yako itishe. Ninakuombea upandishwe viwango. Mwenye anataka uzimike atasikia kwamba huu mwaka ni mwaka wako wa kutambulika na mbingu. Nani atakurudisha nyuma? Nani atakugandamiza? Nani atakukataa kwenye Mungu amekukubali? Tisha kwa jina la Yesu. Tisha wanaokuteta. Bwana ateta na wanaoteta nawe. Bwana achawike wanaokuchawika. Bwana angamiza wanaotaka uangamie. Bwana watumbukizie ndani ya shimo zao. Wenyewe wanakushimbia shimo kwa mwaka huu kwa jina la Yesu. Ijulikane kwamba Mungu naye muamini ni Mungu wa kutisha. Wakasema no, tulitishika na ujio wenu. Tulitishika. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Et non, voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras beau et juste de nous traiter. Basi kama ni kutuua utuue juu. Tunaona tunastahili kuuawa sababu tulikosea. Tulikosea kabisa kujia vijitu vya mbinguni. Ulikosea kuparamia mcha Mungu. Ulikosea kuparamia mwaminifu mwenye hana we shida, hana we hatia. Ulikosea kuniharibia sifa. Ulikosea na utajuta. Ulikosea kunikosea, ulikosea kunitukana, ulikosea kunichafua, ulikosea kuniinukia. Na kwa jina la Yesu kosea mara 7, ujue kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa kweli, hatumikie biashara. Amen. Ulikosea. Wakasema ni kweli tulikosea. Basi udufanye kile unataka. Basi nao wakazungumza, wamoja wakasema waangamize. Yoshua akakumbuka aliahidi nini. Napenda Yoshua kwa kuwa ni mtu anayekumbuka agano. Basi wakawashotesha maji, wakatafutisha kuni, wakawapatia makazi za utumwa. Awe mtumwa mara 7 yule aliyetaka uangamie kwa jina la Yesu. Awe mtumwa wako huu mwaka. Yule ambaye alikuwa anakutakia kibaya awe mtumwa wako ili amini kwamba Mungu ni Mungu. Ujanja wa Wagabaoni uliwafanya watumwa, na kwa jina la Yesu wao watumwa mara 7, waamini Mungu ni Mungu. Kile wanachokitaka Mungu awageuzie nacho, awarudishie nacho mara 7. Kama ni ugonjwa warudilie wenyewe, kama ni shimo la ukifo wenyewe waangukie humo. Kila kibaya ni neno la Mungu lilo hai. Tisha na Mungu atatukuka. Kama kweli unatembea na Mungu huu mwaka, ukimcha Mungu, ukilinda imani thabiti ndani ya Yesu, ukimwogopa Mungu na kumtegemea yeye tu, utatisha, hautatishika. Mungu alimwambia Musa, mtatisha. Na hao watu wakati wamekuja kufanya ujanja kwa taifa la Israeli walioambiwa kwamba wao ni watishaji,
Hawa watu waliotaka kuwajia kwa ujanja, ufunuo ukaja, na walipojulikana kwamba ni wajasusi wa kuzimu, wajasusi wa shetani, waligeuzwa watumwa wenye kuchota mai na kutafuta kuni, sababu walikuja kwa ujanja na walikuwa tayari kuuawa. Lakini basi kwa kuwa mtumishi wa Mungu alikumbuka makubaliano. Sasa nikwambie kwamba kote utaenda uepuke tu makubaliano na watu wa ulimwengu wa leo. Mungu akusaidie na kubariki. Tunanena mengi, naamini umepata iliyo sehemu yako. Ninakutakia utishe. Tisha wa Hiti, tisha wa Amori, tisha wa Kanani, tisha wa Ferezi, tisha wa Hevi na wa Ebusi. Hivi vizazi visita vitishike mbele zako kwa jina la Yesu. Mipango zao zote na miungu yao vyote viangamie, waamini kama Mungu ni Mungu mkuu. Mungu aliwaambia Yoshua aangamize wote. Na mimi nakuombea upewe uwezo wa kutisha, usiogope. Huu mwaka utembee shingo juu na ujasiri, na Mungu wako atatukuka mwanzo hadi mwisho. Tunaombea mwaka wote kwa jina la Yesu. Tuombee point infini. Tuambie Mungu du début à la fin de l'année, tunataka tutembee na wewe. Mungu Baba yetu, kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani, mamlaka na uwezo wa kutisha. Ninaombea mwaka huu uwe mwaka wa kutisha, usio mwaka wa kutishwa. Tunaomba uwezo wa kutenda mambo makuu. Tunaomba uwezo wa kutenda maishara. Magonjwa zitishike, mamlaka ya mauti itishike, uchawi itishike, nguvu za ajali zitishike, umaskini itishike, vihombo na uharibu vitishike, mikosi na balaa itishike, divorce itishike kwa jina la Yesu. Vita na majaribu ya aina mbalimbali ninavitisha kwa jina la Yesu, vikimbie. Daudi alisimama mbele ya Goliati na akamutisha. Goliati alikuja na hali ya utishio, lakini alikuta kwamba ndani ya Daudi mna utishio wa mbinguni. Na mimi ninatisha mizimu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. 2026 ni mwaka wa kutisha maadui zetu. Nao waamini kwamba Mungu aliyetuita ni mwaminifu. Tetea watumishi wako, wape uwezo wa kutisha. Tetea wajakazi wako, tetea marafiki zako, tetea wanao hata ambao hawajaamini, wape uwezo wa kupokea neno hili, waamini na watishe kwa jina la Yesu Kristo. Ndani yetu sote ni tumaini la utisho, ni tumaini la utukufu, maana tunashinda majaribu kwa uwezo wako, na huu utukufu ambao umetupatia ndio utangaza katika giza. Hatutatishika mbele za giza, maana tuna nuru ya uzima kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Mwana wa Mungu, ninakuombea utishe kote kotenda katika tutafanya. Amen. Usiogope, tisha. Mungu amemwambia Israeli atatisha, lakini heshimu agano za Mungu. Na wakati wajanja wamekuja, walikuta kwamba taifa la Mungu linatisha, na walikiri kwamba uwepo wenu unatisha. Na mimi nakuombea umwaka utishe. 365 days uko unatisha. You are inspiring fear to your enemies in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Inspire fear to your enemies. They will confess that you have a living God. Amen.